Naitwa Violet Mroso. Karibu leo niweze kujifunza juu ya utengenezaji wa mbolea hai za aina tofauti. Kuna hii mbolea kwanza ambayo tupo nayo hapa. Hii ni mbolea ambayo inatokana na vinyesi vya mifugo, ng'ombe, mbuzi. Na mbolea hii tumeweza kuiweka kwenye mifuko na baadaye tukaiweka kwenye maji ili tuweze kutumia maji yake kumwagia shambani ili mmea uweze kuipata kwa haraka vile virutubisho ambavyo vipo ndani ya ile mbolea. Mbolea yenyewe ya maji ndio kama hii inavyoonekana. Hapa hivi kuna mbolea nyingine ambayo ni mbolea ambayo inatengenezwa kwa minyoo. Wale minyoo ambao wanarutubisha ardhi ambao ni kama hawa hapa, ambao wanatumika kuvunja malighafi kutengeneza mbolea, ndio tumewahifadhi hapa, na baadaye tunakuwa tunawalisha taka za jikoni kwa ajili ya wao kuziweza kuzichakata kuwa mbolea. Katika mbolea hii unaweza ukatengeneza minyoo kwa ajili ya samaki au kwa ajili ya kuku, lakini pia unaweza ukapata mbolea kwa ajili ya kutumia shambani. Pia unaweza ukapata booster inayotokana na maji yanayotokana na hii mbolea. Ili shamba hili unakuwa unalinyunyuza maji kwa ajili ya kufanya hali ya unyevu ambapo minyoo inahitaji ili kuendelea kuishi na kuchakata hizi malighafi unazoziweka. Kwa chini hapo unakuta kuna ndoo ambayo inakusanyia maji yanayotoka kwenye hii mbolea. Maji hayo baada ya kuyakusanya ndio unakuta unatengeneza kitu kama hichi hapa. Hii ni mbolea ambayo ni mbolea ya maji. Ukiwa unataka uweke kwenye shamba lako unakuwa unatumia ratio ya 1:10. Kwa hiyo kama umechukua maji lita 10, unaweka lita 1 ya hii mbolea yako unamwaga kwenye shamba lako. Hii itatumika kama mbolea, lakini pia itatumika kufukuza wadudu shambani. Mbolea nyingine ambayo tupo nayo hapo kwenye shamba lako, unakuwa umeandaa kitu kama frame kama hizi hapa. Inaweza ikawa ni umeandaa kwa mbao, umeandaa kwa matofali, au umezungushia tu sehemu kutenganisha taka za awali na za mwisho. Hapa hivi tunakuwa tunatupa mataka yote yanayooza. Tunaweza kuweka katika safu tofauti. Tunaweka mataka ya mabichi, tunaweka mataka makavu, na unaweza kuweka mbolea. Baadaye unaifunika na utakuwa unanyunyuzia maji. Mbolea hii inaitwa mbolea vunde. Kila baada ya wiki mbili utakuwa unaigeuza juu chini ili iendelee kujichakata vizuri, na huku unaendelea kujaza mataka mengine ambayo shamba linazalisha. Tunaweza kusema kwenye shamba hakuna taka. Kila taka inaweza kutumiwa kama rasilimali kurudisha shambani. Faida za mbolea hizi za asili, mbolea hizi au mbolea hai. Mbolea hizi kwanza ni rahisi sana kwa mkulima kutengeneza yeye mwenyewe kwa ajili ya matumizi yake nyumbani. Kwa hiyo akitengeneza mbolea hizi inamshushia gharama za kununua mbolea, na inamsaidia kuhakikisha udongo wake unakuwa na rutuba na kumsaidia kupata mavuno ya uhakika. Kingine pia inasaidia, mbolea hizi zinatokana na mataka ya shambani, majani. Kwa hiyo inasaidia hata akiweka kwenye shamba lake kutunza ile unyevu shambani. Kwanza inasaidia pia kingine kwa ajili ya kutunza vile viumbe hai ambavyo vipo chini ya udongo, ambavyo kazi yao ni kuchakata na kutengeneza udongo, kama wale minyoo ambao unawapata kwenye udongo na viumbe vingine ambavyo kazi yao ni kuchakata udongo. Na kitu kingine pia kitamsaidia mkulima kuhakikisha kwamba malighafi ambazo ni taka kwenye shamba lake anazitumia kwa usahihi, kuachana na zile njia mbovu kama uchomaji wa mataka ovyo ambao unaharibu udongo. Kwa njia hizi za kutengeneza mbolea kutamsaidia kulinda udongo na pia kulinda hata mazingira, kuacha kuchafua hali ya hewa kwa kupitia zile moshi ambazo zinazalishwa kwa uchomaji wa mataka ovyo.